tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo Bwana, asubuhi ya leo Bwana, tendea mema kila moja kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Bwana Yesu, namna ambavyo utajitukuza, namna ambavyo utaonekana, namna ambavyo hautotuacha, namna ambavyo utabariki kila mmoja siku ya leo. Ninaamini utukufu wako utasimama na kila moja, ninaamini utukufu wako utaenda na kila moja, ninaamini utukufu wako utaambatana na mama huyu, ninaamini utukufu wako utaenda na baba huyu. Siku nyingine ya leo hautonyamaza, utatusaidia, hautonyamaza, utatusaidia, hautonyamaza, utatusaidia. Saidia mama huyu, saidia baba huyu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Neema yako iwe juu ya kila moja mahali anaingia siku ya leo Bwana Yesu, ukamguse, ukamtendee mema, ukamfanikishe, ukambariki, ukamuinue kwa mamlaka. Kibali chako kiwe juu ya watu wako kwa mamlaka siku ya leo. Neema yako Yesu iwe na wafanya biashara, iwe na wafanya kazi, iwe na wanafunzi popote wanaposoma, wanafunzi wa primary, wanafunzi wa sekondari, wanafunzi wa vyuo. Bwana Yesu, neema yako iwe juu ya taifa letu la Tanzania kwa jina la Yesu. Baba, endelea kutulinda, Baba, endelea kutulinda, Baba, endelea kutulinda kwa mamlaka ya jina Yesu. Neema yako Bwana iendelee kutulinda, neema yako Bwana iendelee kutusaidia kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya siku ya leo. Asante Mungu wetu kwa ajili ya siku ya leo. Asante Bwana kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya ibada hii. Asante Bwana kwa ajili ya kila moja namna ambavyo utagusa siku ya leo kupitia neno lake, ikiwa ni siku ya pili, kupitia ibada hii ikiwa ni siku ya pili. Baba, ninaamini utajitukuza, utaponya watu, utabariki watu, utainua watu hapa barabarani, watakutana na wewe Mungu ni hai. Maana wewe Bwana ukutana na watu mahali popote, ukutana na watu mahali popote. Siku ya leo Baba, kutana na kila moja, kutana siku ya leo kupitia ibada hii kwa barabara hii Baba, ukajitukuza kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante Baba kwa mbinguni, asante Baba wa mbinguni kwa neema na baraka ambazo hautoacha kutubariki siku ya leo. Namna utatuponya, namna utatuinua, namna utatusaidia kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu, asante Bwana, asante Mungu ni hai, asante Mungu ni hai, asante Baba wa neema, asante Baba neema, katika jina la Yesu. Ninaomba na kuamini, nisaidie kusema amen. Basi neema ya Bwana iende na wewe mahali popote unaenda. Endelea kuona ushindi, endelea kuona baraka, endelea kuona mema. Sikiliza, washindi wanashinda kabla hawajashinda. Amina. Washindi wanashinda kabla hawajashinda, wanashinda kabla hawajashinda. Sikiliza, endelea kuona ushindi. Amina. Kuona kwako ndivyo inakuwa, kuona kwako ndivyo inakuwa. Biblia inasema vile aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Sikiliza, ushindi wako leo ni namna unavyoona. Amina. Ushindi wako leo ni namna unavyoona. Tafadhali badili namna ya uonaji wako. Inawezekana unaendea biashara, inawezekana unaendea kazi, inawezekana unaenda hospitali, inawezekana unaenda mahakamani, inawezekana unaenda mahali popote. Sikiliza, anza kuona baraka, anza kuona neema. Ona namna Baba na kuvusha, ona namna Baba na kutendea, ona namna Baba na kuinua kwa mamlaka ya jina Yesu, na ndivyo itakavyokuwa. Amina. Mungu akubariki sana. Baada ya kusema hayo, ninaomba niweze kuachia vitu vichache. Niwashukuru watu mnaoniombea. Hilo ni jambo la kwanza. Mungu abariki sana watu mnaoniombea. Barikiweni sana, na ninashukuru sana kwa kazi yenu njema ya kuombea watumishi wa Mungu wanaohubiri barabarani. Tunakutana na challenge nyingi tu. Barikiwa. Tunakutana na challenge nyingi sana, lakini nafikiri kupitia maombi yenu ndio tunaendelea. Maana kama sio hivyo, nawezekana tunangeliweza kukata tamaa. Lakini kwa sababu uko mtu unayesimama kwa ajili ya kuomba na mimi, unaniombea, unajua mtumishi wa Mungu yuko barabarani pale stendi Nyuki, unaniombea, unanikumbuka katika maombi, basi neema ya Bwana iwe juu yako, na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki kwa maombi yako. Lakini kitu kingine ambacho napenda niwashukuru watu wa Mungu, ni hichi kitu ambacho watu wanatoa sadaka katika madhabahu hii. Sadaka unayoitoa mara nyingi wanawaambia ina jukumu kubwa kwenye kazi ya Mungu kabisa, na wahakikishia
nilikwambia ina kazi kubwa, ina kazi kubwa, ina kazi kubwa. Kwa hiyo namna ambavyo unatoa sadaka yako, amini nakwambia inafanya kazi ya Mungu. Unajua mara nyingi wanawaambia, unaona hatupungukiwi, tuko na furu vyombo, kwa sababu ya namna wakati mwingine sadaka yako inasaidia kuweka mambo vizuri. Niliwaambia jana nikasema vyombo vina kawaida ya kuexpire. Viki expire vinaharibika. Vikiharibika kama una fedha, injili inasimama. Lakini kwa sababu vyombo viko sawa na sadaka zipo, vikiharibika tunakimbiza mara moja kwenye utengenezaji au tunanunua vingine, ndio mambo yanaenda. Sasa mtu unayetoa sadaka ndani ya mwaka huu wa 2025, hususan kwa miezi hii, nilikwambia hiyo sadaka yako inaelekea kwenye ununuzi wa kiwanja. Amina. Maana unaweza ukasema sasa mbona mtumishi vyombo anavyo, kwa hiyo kwa kuwa vyombo anavyo hakuna sababu ya kutoa sadaka. Wewe endelea tu kutoa sadaka, kwa sababu maono ya Mungu hayapungui. Kila tunapoendelea, Mungu anaendelea kuachilia mipango kwa ajili ya utukufu wake. Amina. Kwa hiyo nilisema sadaka inayotolewa majira haya basi ni sadaka ya kuelekezwa kwenye ununuzi wa kiwanja kwa ajili ya kujenga kanisa. Amina. Kwa hiyo barikiwa sana. Na niliwaambia hata kama ni 1,000, hata kama ni 2,000, hata kama ni 500, vyovyote unavyotoa kwa kadiri Mungu alivyokujalia, nataka nikwambie ina taji yake, ina baraka yake, ina vitu vyake. Kwa hiyo na inatusaidia na inasaidia kwenye ufalme wa Mungu, inasaidia. Kwa hiyo usije ukasema mimi mtumishi wa Mungu, unajua sina sadaka ya kutosheleza kutoa. Vile ulivyo fanya hivyo hivyo ulivyojaliwa, na Baba wa mbinguni atakubariki sana. Amina. Baada ya kusema hayo, Mungu abariki tena. Lakini pia nilisema tunazo kadi. Kwa leo Jumanne ya leo nimebakiwa na kadi 2. Hizi ni kadi 2 tu. Amina, ndio zilizobaki. Bwana Yesu asifiwe. Na katika kadi hizi nilikuwa ninaomba kama hujachukua unaweza ukachukua, kwa sababu hizi kadi zinatupa uhakika wa kujua kwamba kadi zimechukuliwa na watu wangapi, na tunaweka kwamba angalau wastani wake tunaweza tukawa na kiwango gani tukipigia wastani wa aina fulani ya fedha. Kwa hiyo kuna ambao wamechukua, nimebakiwa na kadi 2 tu katika kadi 50 nilizozitengeneza, maana yake nimebakiwa na kadi 2. Na nilikuwa natamani kama wiki hii zingeisha zote, hizi 2 zingeisha zote, ili kwamba niwe nimemalizana na hii kazi ya kugawa kadi, nibaki tu na programu zingine, alafu jina la Bwana liendelee kutukuzwa. Nilisema mwezi wa 7 ninatamani tuwe kwenye program ya kukusanya sasa yale mapato, ambayo zile fedha sasa tuanze kukusanya kuanzia mwezi wa 7, ndio niwe kwenye nafasi hiyo, niwe kwenye kazi hiyo ya kukusanya, ili tuelekeze mwezi wa 8 kwenye eneo tumekusudia, kwenye uwanja wa kanisa. Amina. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Wewe ambaye umechukua, naendelea kukuombea mtumishi wa Mungu, sijanyamaza kwa ajili yako, naendelea kukuombea sana. Ninaamini kwamba katika huo mpango, nia yako njema ya kumtumikia Mungu kwa njia ya sadaka yako inaweza ikawa imekutana na vikwazo, vita. Niliwaambia nikasema, unajua huduma yoyote ina vita yake. Kitu chochote, usione mtu anatoa sadaka amekutana na vikwazo sometime. Kuna namna kile unapopania kufanya kitu, unapopania kufanya kitu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, I say shetani hapendi, anaweza kuinua namna yoyote ya upotoshaji. Amina, upotoshaji. Kwa hiyo kuna namna hiyo. So ukiona mtu amesimama, amefaulu kushinda ile roho ya upotoshaji, ujue huyo mtu basi yuko vizuri. Amina. Kwa hiyo nini nataka kukuambia kwamba kazi yoyote ya Mungu, huduma yoyote ya Mungu, jambo lolote la kimungu lina pingamizi zake. Shetani hafurahi tufanye kazi ya Mungu, hafurahi tufanye jambo la kimungu. Ndio maana unaona upinzani mkubwa kwenye wakati unataka kufanya ili umpendeze Mungu. Unaona upinzani mkubwa, lakini unaheri wewe unayeshinda. Pamoja unazuiliwa, lakini unashinda. Unasema mimi lazima nifanye, mimi lazima nitoe, mimi lazima nihubiri, mimi lazima niombe. Kwa namna hiyo Baba wa mbinguni akutendee mema. Baba wa mbinguni akubariki. Baba wa mbinguni akusaidie. Baba wa mbinguni akutendee mema asubuhi ya leo. Popote unapoenda, neema ya Bwana iwe juu yako. Wewe unasimama na mtumishi wa Mungu, unatoa sadaka yako katika madhabahu hii. Amina.
Baba wa mbinguni akubariki sana. Okay, baada ya kusema hayo, ninaomba sasa nirudi kwenye neno la Mungu. Amina. Neno la Mungu la siku ya leo tumelipanua kwa namna fulani. Amina. Tumelipanua ili somo leo, tumelipanua kwa maana kwamba ni lile somo ambalo tulisema ili ufanikiwe kwa jambo lako lolote unahitaji maarifa. Utakumbuka jana tulijifunza kitu kinachoitwa maarifa. Amina. Tuliangalia somo la maarifa, leo tunalipanua. Jana tulielezea upande, leo tunaingia maeneo mengine. Maarifa tuliangalia kwenye kile kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, ambapo tuliona Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kuyakosa maarifa. Tuliona pale. Amina. Tuliona pale. Hebu turudi tusome Hosea sura ya 4 na ule mstari ni wa 6. Tuliona Biblia inavyosema. Watumishi wa Mungu, nikinukuu inaweza nisinukuu vizuri. Yes. Endelea kufanya hivyo mtumishi wa Mungu. Kiona kipande kimeenda basi unaachia tena kingine, unakifoma, unakiweka pembeni.